Katika upimaji huu, jumla ya wanafunzi 1,582,140 wamesajiliwa, ambapo wavulana ni 764,290 sawa na 48%, na wasichana ni 817,850 sawa na 52%. Aidha, wapo wanafunzi 5,750 wenye mahitaji maalum, kati yao wenye uoni hafifu ni 1,164, wasioona 111, wenye uziwi 1,161, wenye ulemavu wa akili 1,641 na wenye ulemavu wa viungo 1,673. Ndugu waandishi wa habari, kuanzia mwaka 2025 wanafunzi wa darasa la 4 watafanya upimaji wa kitaifa kwa mara ya kwanza kwa kuzingatia sera ya elimu na mtaala ulioboreshwa, ambapo watafanya masomo 6 ya msingi: sayansi, hisabati, jiografia na mazingira, sanaa, michezo, Kiswahili, English language na historia ya Tanzania na maadili. Aidha, kutakuwa na masomo chaguzi matatu: lugha ya Kifaransa, lugha ya Kiarabu na lugha ya Kichina, ambapo mwanafunzi ana fursa ya kufanya somo moja tu. Umuhimu wa upimaji wa kitaifa wa darasa la 4. Upimaji huu ni muhimu kwa kuwa huwezesha kufahamu kiwango cha wanafunzi katika kumudu stadi za juu za kusoma, kuandika na kuhesabu. Aidha, hupima kiwango cha umahiri katika masomo yanayotahiniwa katika ngazi hiyo. Matokeo ya upimaji huu huwezesha wadau wa elimu, wakuu wa shule na walimu kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji katika maeneo yanayobainika kuwapa changamoto wanafunzi. Hivyo ni upimaji muhimu sana kwa elimu na taifa letu. Kuhusu maandalizi yote kwa ajili ya upimaji wa darasa la 4 yamekamilika, ikiwa ni pamoja na kusambazwa kwa karatasi za upimaji na nyaraka muhimu katika halmashauri na manispaa zote nchini. Aidha, maandalizi yote kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum yamefanyika ipasavyo. Kamati za mitihani za mikoa na halmashauri zimefanya maandalizi muhimu kwa kutoa semina kwa wasimamizi, pamoja na kuhakikisha kuwa mazingira ya vituo yapo salama, tulivu na kuzuia mianya yote inayoweza kusababisha kutokea kwa udanganyifu. Pamoja na maandalizi yote muhimu yaliyofanyika, nitoe wito kwa kamati za mitihani za mikoa na halmashauri kuhakikisha kuwa usalama wa vituo vya mitihani unaimarishwa na kwamba vituo hivyo vinatumika kwa mujibu wa mwongozo uliotolewa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Baraza linatoa wito kwa wasimamizi walioteuliwa kusimamia upimaji kufanya kazi yao ya usimamizi kwa umakini, weledi, uadilifu hali ya juu na kwa kuzingatia kanuni za mitihani na miongozo ili kila mwanafunzi apate haki yake. Wasimamizi wahakikishe wanafunzi wote wanafanya upimaji kwa muda uliopangwa kwa mujibu wa ratiba na katika hali ya utulivu. Aidha, wasimamizi wahakikishe wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata haki zao za msingi, ikiwemo kuwapa mitihani yenye maandishi ya nukta nundu kwa wanafunzi wasioona na maandishi yaliyokuzwa kwa wanafunzi wenye uoni hafifu. Aidha, wanafunzi wote wenye mahitaji maalum waongezewe muda wa dakika 20 kwa kila saa kwa somo la hisabati na dakika 10 kwa kila saa kwa masomo mengine kama mwongozo wa baraza unavyoelekeza. Kwa upande wa wanafunzi, baraza linaamini kuwa walimu wamewaandaa vizuri katika kipindi chote cha miaka 4 ya elimu ya msingi. Hivyo ni matarajio yetu kuwa wanafunzi watafanya upimaji kwa kuzingatia kanuni za mitihani. Baraza halitarajii kuona mwanafunzi yoyote kujihusisha na vitendo vya udanganyifu, kwani atakayebainika kufanya udanganyifu matokeo yake yatafutwa kwa mujibu wa kanuni za mitihani. Baraza linatoa wito na linawataka wamiliki wa shule kutambua kuwa shule zao ni vituo maalum vya mitihani na hivyo hawataki kwa namna yoyote ili kuingilia majukumu ya wasimamizi. Baraza halitasita kukifuta kituo cha mitihani endapo litajiridhisha pasipo shaka kuwa uwepo wake unahatarisha usalama wa mitihani. Aidha, wakuu wa shule wanaaswa kutekeleza majukumu yao ya usimamizi kwa kuzingatia mwongozo wa usimamizi uliotolewa na kuepuka kuingilia usimamizi wa wanafunzi ndani ya vyumba vya mitihani. Baraza linatoa wito kwa jamii na wananchi kwa ujumla katika kufichua hila na kudhibiti vitendo vinavyopelekea kufanyika kwa udanganyifu, pamoja na kuhakikisha kuwa upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 mwaka huu 2025 unafanyika kwa amani na utulivu kama ilivyo miaka mingine. Hili pamoja na kutambua kuwa hairuhusiwi mtu yeyote asiyehusika kuingia kwenye maeneo ya shule katika kipindi hiki cha mitihani. Kwa kufanya hivyo, tutawawezesha wanafunzi waliosajiliwa kufanya mitihani yao kwa amani na utulivu.
Baraza halitasita kumchukulia mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya kuhujumu mitihani ya taifa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu.